Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Baraka David, ni mwinjilisti wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Nami nimefurahi kupata wasaa kuwa pamoja nawe kuweza kujifunza neno la Mungu. Je, ndugu mpendwa, unatamani kufahamu ukweli wa neno la Mungu? Basi tutamwomba Bwana aweze kutuwezesha kuweza kuelewa neno lake. Kabla tuanze kujifunza, ningependa tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakuomba ukatupatie uelewa na tafsiri sahihi, pamoja na mpenzi mtazamaji wangu, tafsiri sahihi ya neno lako na uelewa sahihi. Ni kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Mpenzi mtazamaji wangu, ninafurahi kupata wasaa pamoja nawe. Nami ninatamani tujifunze jambo moja zuri kwa sababu ya mustakabali wa maisha yetu pamoja na wokovu wetu. Nami natamani tujifunze kwa habari ya wakati. Kuutambua wakati. Imetupasa kuutambua wakati. Na wakati ndio unaamua nini tufanye katika maisha yetu. Muda unaamua nini tufanye na nini tusifanye. Kwa mfano, wakati wa asubuhi kunapopambazuka, ndipo akili ya mwanadamu inamjuza ya kwamba ni muda wa kuamka na kuanza kupambana na michakato na shughuli za asubuhi. Kama ni mkulima, atashika jembe, ndio muda sahihi wa kwenda kulima. Kama ni mwalimu, ndio muda sahihi wa kwenda kukutana na wanafunzi wake. Ni muda ndio unatuelekeza nini cha kufanya. Lakini vipi kuhusu jioni? Unapofika wasaa wa jioni, ndipo mkulima anatambua huu ni muda sahihi wa kurudi nyumbani. Lakini mwalimu anatambua ya kwamba huu pia ni muda sahihi wa kukutana na familia yake. Kwa hiyo muda unaamua nini cha kufanya. Lakini kama tutashindwa kuutambua muda, hatutoweza kufanya vitu kwa usahihi. Kuutambua muda ndio unatuwezesha nini tufanye na nini tusifanye. Na ndivyo katika maisha yetu. Kama hatutoutambua muda, hatutaweza kufanya kitu sahihi kwa wakati ufaao. Na ndipo maandiko yaliyovuviwa yanasema, ni kiini cha imani hasa kufanya jambo sahihi kwa wakati ufaao. Nami mpenzi mtazamaji, nakupendekezea hili leo. Tupende kufanya vitu sahihi kwa wakati ufaao. Ni kweli kuna nyakati unaweza ukawa una jambo sahihi ila ukakosea muda wa kufanya. Unaweza ukawa unafanya jambo sahihi, mfano unaweza ukawa unataka kulala, lakini huwezi kulala asubuhi. Ni muda wa kuamka. Kulala sio jambo baya, ila umelala wakati gani? Ina maana ya kwamba umelala wakati ambao sio sahihi. Kwa hiyo tunavyoutambua wakati, ndivyo namna ambavyo tunaweza kufanya jambo jema, jambo sahihi kwa wakati ufaao. Nami nataka tuzungumze kwa habari ya ujio wa Yesu Kristo na mwisho wa ulimwengu huu. Ni kweli katika kitabu cha Mathayo 24 Bwana alisema mwenyewe